mimi pia ni mjumbe wa halmashauri kuu pia, kwa mujibu wa katiba yetu naingia kwa nafasi yangu. Lakini pia wako mashehe ambao wametambulishwa hapa. Shekhe Kusoma ambaye ni maarufu, mimi nimebahatika leo kupeana naye mkono, lakini ni maarufu kwa sababu tumezoea kumpa tunamuona kwenye mitandao akizungumza mambo mbalimbali. Lakini mimi nimefika Mombasa, swaiba wangu marhum Abu Alama wakifika sana mpaka nyumbani kwa Kiteto. Kwa leo nimefurahi pia nimekuona hapa. Lakini pia mzee wetu, baba yetu huyu Sheikh Burhani Mlau, katibu katika ofisi ya katibu mkuu, tumeongozana naye hapa. Kama alivyotambulishwa awali, alikuwa ni katibu wa BAKWATA wilaya ya mkoa wa Singida. Lakini tunaye ndugu yetu Alhabibi hapa Said, kama alivyotambulishwa pia, yeye ni mratibu wa ofisi ya Mufti mkoa wa Dodoma, kwa maana makao makuu. Lakini pia ni mmoja katika secretariat, ni kiongozi katika secretariat ya Baraza la Ulama BAKWATA Taifa, yupo ameongozana na sisi hapa. Lakini pia nitambue mashehe wote wa kata ambao wapo hapa, lakini bila kusahau baraza lile la mashehe wilaya ya Kondoa, ambao kwa taarifa nilikuwa nazo kwamba umemwakilisha shekhe wetu wa wilaya Sheikh Chalo ambao amepata dharura. Lakini tumeongozana pia na Hairallah ambaye ni katibu wa BAKWATA mkoa wa Manyara. Lakini pia makatibu kadhaa wa wilaya ambao leo nimebahatika kuwaona wako hapa. Naomba nitambue pia viongozi wote bila kumsahau kamanda wetu pia wa wilaya hii ya Kondoa, lakini Sharifu pia ambaye pia naye tuko naye hapa. Tunaye shekhe pia wa wilaya ya Kondoa DC, lakini shekhe pia wa mkoa wa Simiyu kule, bila kumsahau shekhe wa mkoa wa Rukwa, Shekhe Akilimali, ambaye kimsingi tulikuwa naye ofisini juzi pita pale ofisini kwetu tukapata makao makuu, na akaniaga akaniambia, bwana mimi natangulia sisi baada ya upokezi wa Mheshimiwa Mufti akitoka hija, basi na sifunga safari kuja. Kwa hiyo kwanza nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwafikisha kufanya safari yetu kutoka Dar es Salaam na hata tumeweza kufika leo hapa tukiwa salama. Kama ilivyotambulishwa awali, mimi hii ni mara yangu ya pili sasa kufika Bolisa, na labda pia ni declare interest kwamba mimi Kondoa pia ni nyumbani, sababu mzee mimi anatokea maeneo ya Pahi, mama anatokea Mondo hapo. Kwa hiyo Kondoa ni nyumbani mimi. Kwa hiyo ndugu yangu Harithi alifanya mwaliko pia mwaka jana, na kwa kazi kubwa ambayo anaifanya yeye, ni mwandishi maalum wa Mheshimiwa Mufti, lakini pia alibeba agenda ya kupanda miti chini ya kivuli cha Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, na tumemwezesha na amefanya kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa sana katika nchi nzima. Kama alivyoeleza, zaidi ya miti milioni 1.4 milioni ameweza kuipanda katika kusimamia na kupandwa katika nchi yetu ya Tanzania, na hakuna ambaye hafahamu umuhimu wa miti. Sote tunafahamu umuhimu wa miti. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa, na Mheshimiwa Mufti ametambua kazi yake kubwa hiyo aliyoifanya ya upambanaji wa miti, kwa sababu alichokuwa anakifanya zaidi ya kupanda miti, lakini kwa sababu ni mtu wa habari anasambaza pia taarifa zile za upandaji wa miti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watu wengi wanapata kushawishika pia ambao hawajabahatika kufikiwa na yeye, ili kuibeba ile agenda pia na kupanda miti katika maeneo mengine. Kwa hiyo hatuna budi kutambua kazi kubwa ambayo ameifanya. Lakini pia mimi kama nilivyoeleza mwaka jana nilibahatika kufika hapa, lakini pamoja na kufika hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilibahatika pia kupanda mti. Kwa hiyo leo pia nimetamkwa hapa pia nitapanda mti tena Bolisa. Itakuwa ni mara yangu ya pili pia napanda mti hapa Bolisa. Kwa hiyo sipendi kutwawilisha maneno sana katika kusema,
so si mfasaha sana katika usemaji, lakini kama ilivyoelezwa katika safari hii pia alitakiwa aje katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Alhaj Nuhu Jabir Mruma, na mpaka jana ambapo mimi nilianza safari takriban mida ya saa 6 bado ni mtu ambayo alikuwa amekadiriwa kwamba atakuja. Kwa hiyo sisi tumekuja na gari, lakini yeye alitarajia kuja na ndege mpaka Dodoma, alafu tuweze kuungana naye kwa ajili ya kuja huko. Tukiwa njiani, kabla hatujafika Morogoro, ananitumia ujumbe kwamba ameugua ghafla, kwa hiyo hataweza kufika tena katika safari hii. Sasa nibebe nafasi ya kumwakilisha. Kwa hiyo hivyo nimesimama pia kama mwakilishi wa katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Na hii mtaiona ndugu zanguni, ndugu wa Kondoa na Bolisa kwa ujumla, jinsi ambavyo Mheshimiwa Mufti, maana sisi sote hatutoki isipokuwa mpaka tuombe ridhaa wa bosi wetu ambaye ni Mheshimiwa Mufti. Kwa hiyo na Mheshimiwa Mufti kwa kutambua umuhimu wa jambo hili ambalo linafahamika, imechi ni viongozi wote walikuwa wanatua hapa Bolisa. Tunaye mwenyekiti wa halmashauri kuu, tunaye katibu mkuu, niko mimi, lakini mmeona hizi delegation za mashehe wote ambao wamefika leo Bolisa. Hayafanyiki haya isipokuwa ni mapenzi makubwa ya Mheshimiwa Mufti aliyokuwa nayo.